tutagusia pia hiyo nishati safi ya kupikia, athari zake, lakini pamoja na matumizi yake. Na hii tunafahamu nishati safi ndio ambayo inachangia zaidi katika kutusaidia afya zetu kuwa salama, lakini halikadhalika pia kuyatunza mazingira yetu kwa ajili ya sisi kizazi hiki, lakini pia hata kizazi kijacho. Kwa hiyo majibu yote ya maswali ambayo unajiuliza pia kuhusu huduma kutoka TANESCO, leo hii utaweza kupata ufumbuzi wa hayo maswali yako yote. Kuna nilikuwa najiuliza hapa siku 2-3 kwamba jamani, mbona tukiweka ruku umeme unaisha haraka, mambo yanakuaje? Naomba utulie, baki na power bank mpaka saa 5 kamili asubuhi, utaweza kuyafahamu hayo yote kwa undani zaidi, kwa sababu hapa jopo limekamilika. Tutakuwa na mkurugenzi wa usambazaji kutoka hapa TANESCO, huyu anaitwa Frank Chambua. Kwa hiyo maswali yote ambayo yatahusiana na mita janja, masuala ya ufundi, sijui umeme na katika matengenezo, utayafahamu hapa kwa undani zaidi. Lakini pia tutakuwa na kaimu meneja wa masoko anaitwa Frederick Kalinga. Kwa hiyo masuala yote ya nishati safi ya kupikia, mpango mkakati wa TANESCO, tunafahamu adhma ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ifikapo mwaka 2034 basi 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Tumefika wapi? Lakini TANESCO kama kuna huduma ambazo wanazitoa kwenye nishati hii safi ya kupikia, atakupitisha kwenye hayo kwa undani zaidi. Lakini halikadhalika pia tutakuwa na kaimu meneja wa huduma kwa wateja, yeye anaitwa Sham Lamek. Huwa anapiga simu zangu hazipokelewi, au nikiwapigia wanachelewa kufika. Basi maswali yako yaandae na utaweza kufafanuliwa hayo yote kwa undani zaidi, kwa sababu pia tunaye kaimu meneja wa huduma kwa wateja. Hii ni Power Bank na mimi ni Brunida Mlao, na itazamana naye hapa ni Arnold Filmon mpaka saa 5 katikati yetu tupo na mkurugenzi wa usambazaji Frank Chambua, na huyu ndo tutaanza naye hapa. Na kwenye mada la Power Bank leo sehemu ya kwanza na ya pili yote ni kwa udhamini wa TANESCO. Sawa, na kwa ujumbe mfupi unaweza kutuandikia, tutumie message hapa, maswali yote unayotaka yajibiwe, tutumie kupitia 06 24 24 65 49 06 24 24 65 49. Tutumie ujumbe mfupi hapo, usipige, baadaye tutakuja kujadili hapa kwa kina. Tunaenda break fupi kisha tunarejea. TANESCO siku ya leo. Ndio. Nishukuru hata nyinyi kwa kuweza kuungana nasi. Ndio. Na mimi binafsi niwashukuru sana kupenda kuungana nasi katika kipindi hiki. Wote tusaidiane kwa pamoja sasa kutoa elimu kwa Watanzania kwenye matumizi ya umeme sahihi na progress zilizopo, mikakati iliyopo ya kuhakikisha sasa Watanzania wanapata umeme ule ambao walikuwa wanautarajia. Sawa, shukrani sana. Umesema kwenye kuhamasisha Watanzania kwenye matumizi ya umeme sahihi. Inaona kuna baadhi ya matumizi naweza nikawa nimefanya nyumbani kwangu ya umeme ikawa sio sahihi, na ni yapi hayo? Ndugu mtangazaji, ni kweli kabisa. Mtu anaweza asielewe kwamba wakati unapoamua kutumia umeme utumie uanze kuruhusu kutumika wakati ambapo una uhitaji. Nasema hivyo kwa sababu ukipita hata njiani sasa hivi unaweza kukuta taa zinawaka nje sasa hivi mchana, lakini mteja huyo ndio anaweza kuwa rahisi akapiga simu akasema, jamani, mbona mimi taa yangu inakula sana? Kumbe hapakuwa na sababu ya kuiacha ile taa iendelee kuwaka wakati mwanga wa jua upo wa kutosha. Lakini pili, unaweza ukawa na friji ya kwako nyumbani, lakini ukawa una kiu ya maji, ukasema nataka ninywe maji ya baridi. Mtu akachukua glasi moja tu ya maji akaingiza kwenye friji alafu akaiwasha. Sasa friji zetu hizi inategemea una friji yenye uwezo wa kutumia umeme kiasi gani. Kama ni kikombe kimoja, hapakuwa na sababu ya kwenda kukiweka kwenye friji ukawasha friji kwa sababu ya kikombe kimoja tu. Kwa hiyo matumizi sahihi tunaposema ni pale unaporuhusu umeme utumike, unatumika kwa ajili ya kukusaidia wewe kwenye kitu gani.
kwenye kubana matumizi. Kwa hiyo wakati mwingine ni kuangalia kwamba nawasha friji kwa sababu gani, au nawasha taa kwa sababu gani, nawasha TV kwa sababu gani. TV zinawaka ndani na radio inawaka, lakini watu wako nje. Wako kwenye bustani wanafanya kazi kule, lakini ndani TV inawaka. Kwa hiyo unakuta kwamba hakuna sababu ya kuanza kufanya matumizi ya umeme wakati yale matumizi ya umeme hayakunufaishi wewe katika maisha yako. Kwa hiyo hapo tutaendelea kutoa elimu ili Watanzania watuelewe kwamba ni nini unachoweza kufanya ili uone kwamba matumizi ya umeme sasa yanakusaidia kwenye kupunguza gharama kwenye maisha yako. Okay, kwa hiyo kumbe kuna nyakati mteja anaweza kuwa analalamika kwamba sivyo kawaida, pengine luku inaisha haraka, lakini kumbe ni kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya umeme. Ni kweli kabisa. Wakati mwingine unaweza kwenda dukani ukakuta watu wananunua vitu vya mtumba. Mtu anaanza kununua jokofu lile, unakuta lina zaidi ya miaka 15. Lishafanywa repair nyingi zile kwenye upande ule wa mota wake. Sasa unalinunua lile, linauza bei rahisi kwa sababu la zamani. Lakini ukienda kulifunga nyumbani kwako utakuta ukiwasha umeme, wakati linatumia umeme litakiwa liwe na thermostat kwanza, kwamba likigandisha lizime. Lakini kwa sababu la zamani linaweza kuendelea kunguruma, vitu vilivyokuwa kule ndani tayari vimeshaganda, lakini bado linaendelea kunguruma mpaka siku umeme utakapokatika au itakapotokea mtu azime switch, ndio ambapo ile friji linazima. Lakini kumbe ungenunua friji mpya ambao kidogo gharama yake ni kubwa kidogo, lakini matumizi yake ambayo ndio ya kila siku, sasa utaona kwamba kuna faida sasa kwako, kwa sababu matumizi yale yanashuka, kwa sababu pale ulipo seti kwamba ni kiganda kidogo izime, inazima. Sasa ukijumlisha yale masaa ambayo imezima kwa masaa kwa mwezi mzima, unaweza kushangaa ukitotalize ile masaa, unaweza kushangaa friji yako imewaka labda siku 2 katika mwezi badala ya kuwaka siku 30. Kwa sababu inawaka siku 30 kwa sababu gani? Hata ikiganda haiwezi kujua kwamba kule ndani tayari baridi imeshafikia, inatakiwa ikate kwa sababu ya uzamani. Kwa hiyo wakati mwingine elimu peke yake inaweza kukusababisha ukaona gharama za maisha haziko juu. Ndio maana tukaamua sasa turudi sasa kwenye jamii, tuanze kutoa elimu mbalimbali ili watu wasione kwamba umeme ni ghali. Kumbe umeme ni ghali pale unaposhindwa kuutumia kwa usahihi. Kwa mantiki hiyo Panudi, na maana kuna uwezekano wa kundi kubwa sana la watu ambao tunatumia vifaa ambavyo sio sahihi kwa muktadha kama huo hapo tu wa fridge. Kwa kuna mtu anaweza kuta fridge yake huwa alizimi na unahisi kama ni ufahari au ni sifa, kumbe tatizo hilo ni bomu. Kwa mantiki hiyo hapo. Sawa, huyu ni mkurugenzi wa usambazaji kutoka hapa TANESCO, Frank Chambua, ambaye tunaendelea kupiga naye hapa maswali na anatupitisha kwenye hayo mambo ambayo nilikuwa nimeyagusia, ikiwemo mita janja, lakini masuala ya ufundi, kukatika kwa umeme na namna ya kumfikia mteja. Kwa sababu ili mtu aweze kunufaika na huduma hii ya nishati ya umeme, cha kwanza ni lazima afikiwe. Sana tamani sana tuambie kwenye huduma za kuwafikia wateja na kuwasambazia umeme, tupo wapi kama nchi? Kwanza Nibe, natamani kabla hajaenda zaidi hapo utueleze hii dhana ya usambazaji wa umeme ni nini? Unasema kusambaza umeme, mnapita nyumba kwa nyumba ama mna utaratibu wa kutoa bila malipo ama ni nini? Ndugu mtangazaji, kusambaza umeme ni kusambaza, ni lugha tu watu wanatumia, lakini ni kusambaza miundombinu ya umeme. Kusambaza miundombinu ya umeme ni pale unapoona nguzo zile kwa ajili ya kupeleka umeme mdogo kwa wateja zimejengwa na nyaya zimevutwa karibu na nyumba ya mteja kwa ajili ya mteja sasa kulipia ile service line ili umeme uweze kuingia ndani. Sasa serikali iliona hii kasi iwe kubwa, kwa hiyo wakaamua kuanzisha wakala wa umeme vijijini REA. Wakawa wanafanya kazi inayofanana na ya TANESCO. Kwa maana REA wanatafuta hela, alafu wanatafuta wakandarasi. Wale wakandarasi wanapewa zile loti za kupeleka umeme vijijini, lakini kule ambapo wakandarasi wale wanajenga ile miundombinu na TANESCO nao wanajenga miundombinu.
wanachokifanya REA hicho hicho kinafanyika TANESCO, ila serikali iliona TANESCO ikiwaachia jukumu hili peke yake hasa vijijini watachelewa kupata umeme. Ikaonekana kwamba TANESCO watubezi kwenye mjini, lakini na REA wabezi kwenye vijiji. Lakini kama unavyojua umeme ulivyokuwa ni chachu ya maendeleo kwenye jamii. Umeme ukishafika kwenye kijiji, baada ya miezi 6 tu kijiji kile kishabadilika, kishakuwa mjini. Ndio maana unaona TANESCO tena na wenyewe wako kule vijijini. Kwa hiyo utakuta REA na utakuta na TANESCO wote hao ni kusambaza miundombinu kwa wananchi ili umeme uweze kuwafikia. Kwa hiyo adhima na neno hilo la kusambaza umeme ni kusambaza miundombinu ya umeme ili umeme uweze kutembea kwenye zile nyaya uweze kumfikia mteja wetu. Sasa inakuja swali lako sasa. Tumefikia wapi sasa kwenye kuwasambazia huduma wananchi? Kwenye kusambaza umeme sasa hivi ukiangalia kwenye watu milioni 60 plus. Sasa hivi tuna wateja milioni 5.8. Kwa hiyo bado kuna kazi ya kuwafikia wananchi. Kwenye milioni 60 kuna wateja 500.8. Lakini kama mnavyofahamu wateja wetu hapo tunahesabu mtu mmoja mmoja, lakini nyumba za kwetu hizi mle ndani kunakaa watu. Kwa hiyo unaweza kusema ni sehemu kubwa iliyobakia, lakini sio, kwa sababu nyumba zetu hizi aidha vijijini na mijini kuna idadi za watu ambao wanakaa kwenye nyumba ambao ni average. Kwa hiyo uki-average kwamba ni nyumba ngapi kwenye milioni 60 ni kama wateja ni kama nyumba sasa kama 14,000. Kwamba ukichukulia sasa kwamba wale milioni 60 kuna nyumba, kwa hiyo watu wanakaa ndani. Kwa hiyo wapo watu ambao nyumba kama nyumba sasa zile ziko milioni 14. Sasa kwenye milioni 14 tumeshafunga milioni 5.8. Milioni 5.8 ukianza kuizidisha kwa idadi ya watu ambao wanaishi kama ndani ya kazi yenyewe, watu wenyewe ni kama watu wa 4 kama watu wa 5. Kwa hiyo ukizidisha hapo unaweza kukuta kwamba ni watu kama watu ni kama milioni kama 33 hivi ambao wanabaki hawana umeme. Nafikiri hapo umepata ni kwamba nyumba ziko milioni 14, milioni 5.8 zimeshapata umeme. Kwa hiyo ukizidisha sasa katika kila nyumba ambao wanakaa watu, unakuja kugundua kwamba tuna watu kama milioni 29 hivi ndio ambao wameshapata umeme. Kwa hiyo kuna watu wengine kama milioni 30 plus ambao hawajapata huduma ya umeme, ingawa miundombinu imeshafika kwenye sehemu nyingi. Kwa hiyo kwamba mtu akitaka kuunganisha umeme sehemu nyingi umeshafika, ila kule kuunganisha inawezekana sasa, kwa sababu kuna mtu wengine wanalipia mjini gharama za mjini, mwingine analipia kijijini, hajaamua kuingiza umeme, kwa sababu ili mtu aingize umeme lazima afanye maandalizi kwenye nyumba, afanye wiring kwenye nyumba yake, alafu ndio aweze kuingiza umeme ndani. Lakini ukiangalia katika miundombinu imeshafika sehemu nyingi, ila pale kwenye kuunganishwa ndio bado sasa mtu hajaunganishwa, kwa sababu inategemea TANESCO, lakini inamtegemea na mteja mwenyewe afanye maandalizi ya kuingizwa umeme. Sasa hapo unajua unaanza kwanza huu kusambaziwa, alafu ndo utakuja kuwashiwa baadaye. Kwenye huduma za wiring yamegusia hapo kwenye wiring hapo, mimi nataka kufahamu mteja anatakiwa ameshafikia, kuna asilimia kadhaa ambazo anatakiwa amefikia ili aweze kuwashiwa umeme nyumbani kwake akishakuwa amefanya hiyo wiring. Na wale watu wanaokuja kufanya wiring ni lazima awe na kitambulisho gani ambacho mimi kitanithibitishia kwamba huyu ni mtu sahihi kuja kufanya wiring kwenye nyumba yangu ambacho kinatoka labda kwenu TANESCO, au taratibu ni kwaje? Wapo wakandarasi ambapo wana leseni za EWURA ambao wale wameruhusiwa kufanya wiring kwenye nyumba ya mteja, na wale wakandarasi na sisi tunawatambua. Kwa hiyo wakitoka kule wanakuja kujitambulisha kwetu kwamba mimi na leseni
kwa ajili ya kufanya wiring kwenye nyumba ya mteja. Kwa hiyo huyo hatuna shaka naye. Shida inakuja wapi? Inakuja ulimchagua mkandarasi gani, mkakubaliana nini kwenye kufanya wiring kwenye nyumba yako. Na kabla ya kuanza kufanya wiring inabidi aje kwenu kuripoti, au anafanya wiring anakuja kwenu kuripoti? Kipi kinaanza? Mteja anafanya wiring kwanza. Kwa nini anafanya wiring kwanza? Mteja akijenga nyumba yake kikamilika, anamuita fundi wiring, anafanya wiring kwenye nyumba yake. Kazi ambayo anatakiwa afanye yule fundi aliyefanya wiring kwenye nyumba ya mteja, anatakiwa achore michoro inayoonyesha mtandao wa nyaya kwenye ile nyumba ya mteja. Akikamilisha, yule mteja anaingia online. Wala hamna haja kufika TANESCO. Anaingia online, anaingiza jina lake, anaingiza particulars zake zote, pamoja na yule mkandarasi wake kuingiza information ya ile mfumo wa wiring kwenye nyumba ya mteja. Na yote tunafanya kwa sababu gani? Ikitokea moto kwenye ile nyumba, ile nyumba ikaungua, tunataka tupate mtu ambaye ni mtaalamu, ambaye ndiye aliyefanya wiring kwenye jengo la mteja, ambaye ndiye atakayejibu majibu kwamba nini kilitokea kwenye ile wiring ya mteja. Sasa akishamaliza kufanya wiring unamlipa. Ukishamaliza kumlipa, yeye kazi yake imeisha. Sasa makosa yanatokea, wateja yule ndiye anayeendea anaambia naomba unifuatilie umeme TANESCO. Kwa sababu majibu anayomletea yule mteja yanayotoka TANESCO ya ukweli na ya uongo, yale mteja anatafsiri kwamba ni taarifa kutoka TANESCO. Lakini kumbe yule anayefanya wiring kwa mteja hatuna uhusiano mwingine wa aina yoyote zaidi ya wewe mteja na yeye. Sasa kwenye hilo, kwa sababu tutakuja kuwa na Shamu ambaye yeye ni kaimu meneja wa huduma kwa wateja, atatupitisha vizuri kwenye visa kama hivi, au atatupatia elimu nzuri ambayo kama mteja ukiwa unahitaji huduma TANESCO, kipi ambacho unatakiwa ukifuate au ukifanya. Sawa. Tupo kwenye sehemu ya majukumu ni pamoja na sehemu ya mchakato wa usambazaji wa umeme ni pamoja na miundombinu. Miundombinu ndio ina place a part kubwa hapo. Kwenye swala la miundombinu, nyie TANESCO mnachukua hatua gani? Wao mna utaratibu gani katika maboresho ya miundombinu? Asante mtangazaji. Kwenye maboresho ya miundombinu kwa aina mbili. Kuna maboresho ya miundombinu ambayo yanapangwa. Kitu chochote unachokitumia kinafika kipindi chake lazima ukifanyie service. Hiyo ni gari, hata binadamu anaenda medical check up. Sasa ile tunatangaza kabisa kwamba siku fulani mtakosa umeme kuanzia muda fulani mpaka muda fulani, kwa sababu miundombinu kwenye eneo hilo inafanywa marekebisho. Lakini yako matengenezo mengine ambayo yanakuja ghafla, hayakuwa planned. Na hayo yana aina nyingi. Ya kwanza inaweza ikatokea kwamba miundombinu umechoka, alafu ukatokea hitilafu, kwa mfano wao ukakatika. Wao ukikatika, sasa hicho ni kitu ambacho kikikuwa planned, tunatoa tangazo kwamba sehemu fulani kumetokea shida, kwa hiyo tunaenda kuatendi lile tatizo. Sasa hizo ambao ni unplanned, inaweza kutokea kwamba mtu amegonga nguzo, mtu ameendesha barabara, kwa sababu nguzo zetu ziko pembeni mwa barabara, bahati mbaya ameendesha vibaya, ameenda amegonga nguzo. Hiyo haikuwa planned. Kwa hiyo tutatangaza kwamba kuna sehemu kumetokea tatizo. Sio lazima tuseme gari imegonga, lakini tutasema tu kwamba kumetokea tatizo ambalo hatukulitegemea, tunafanya matengenezo. Au mvua imenyesha, upepo mkali umetokea, mti umeanguka ukaangukia kwenye nyaya za TANESCO, hapo tutatoa taarifa kwamba jamani, kuna tatizo limetokea, tunafanya matengenezo, baada ya muda tunarudisha. Kwa hiyo iko katika muktadha huo. Sawa. Umenikumbusha wakati tunazungumza hayo masuala kwamba mtatoa taarifa kuhusu kukatika kwa umeme au kutopatikana, linakuja swala la muhimu. TANESCO moja wapo ya changamoto ambayo hata kwenye ujumbe mfupi hapa natazama watu wanazungumzia swala la kukatika kwa umeme. Swala la kukatika kwa umeme huwa linatokana na nini? Yaani kwa nini sitokee kwamba mteja ategemee mwaka mzima apate umeme bila kukatika? Kwanza nitoe maelezo kidogo.
kwa usambazaji wa umeme, kwa sababu unapita kwenye maeneo tofauti tofauti, hata standard zile za kimataifa hazisemi kwamba ni lazima mtu kuanzia Januari mpaka Januari umeme usikatike. Wanasema kwamba inawezekana kabisa mteja akakosa umeme mara 3 katika mwaka. Ina maana hamna cha zero kabisa, ingawa inaweza kutokea. Lakini hata standard zile za kimataifa, kwa maana kwamba hata ukienda Japani, ukienda Marekani, hawezi kukuhakikishia kwamba umeme utakuwa masaa 24 kwa mwaka mzima usikatike hata mara moja. Kwa hiyo wao wamefanya tathmini kwamba hata miundombinu hiyo mizuri namna gani, possibility ya mtu kukosa umeme angalau mara 3 katika mwaka inawezekana. Sasa kunazidiana kutokana na uwezo sasa wa kampuni, uwezo wa nchi, ni jinsi gani ambapo ameinvest kwenye miundombinu. Ndio hapo tunazidiana, wengine mara 10, wengine mara 20, wengine mara 30, kulingana na uwezo ambapo wewe umeweza kuinvest kwenye eneo husika. Hiyo ya kwanza. Sisi tuko wapi hapo? Sisi tuko vizuri, kwa sababu kuna mtu anaweza kukatikia umeme kwa wiki hata mara 10, kwa siku hata mara 5. Ni kweli inaweza kuwa kwa siku mara 5, lakini kwa ukubwa wa kiasi gani? Hiyo ndio cha muhimu. Inawezekana Manzese umeme ukakatika, ni kweli, kwa siku mara 5, lakini ukitafuta ile average ya nchi nzima unakuta kwamba tuko kwenye standard ambazo zinakubalika. Hata hao ambao mnaona mnasema nchi kubwa Marekani wapi kwamba wana average nzuri, sio kwamba hakuna kitongoji ambacho kinakatika mara 4 mara 5. Hiyo ni average katika nchi. Kwa hiyo watu mtu asichukulie kwamba umeme unatakiwa, mimi toka ninavyounganishwa umeme mpaka siku za mwisho umeme usikatike. Hata hivyo hamna kitu cha namna hiyo duniani. Hata uwe na gari nzuri la namna gani, hata uwe na nyumba nzuri ya namna gani, itafika kipindi tu itavuja, utarekebisha. Kwa hiyo miundombinu ya umeme isichukuliwe kwamba yenyewe inatakiwa iwe ni kitu ambacho kikishawekwa kama dunia ilivyoumbwa basi haitakiwi kutokea matatizo, ila tunazidiana kutoka nchi moja kwenda nyingine kutokana na uwezo wa nchi wa kuwekeza, lakini na nature ya watu waliopo kwenye nchi husika. Ndio kama hivi hapo nimetoa mfano mzuri, nimekuambia kuna wakati mwingine nguzo inagongwa. Ukitoka Dodoma wakati unakuja Dar es Salaam, umeme wa Gairo unatoka Dodoma. Kwa hiyo nguzo ikigongwa Gairo, kule Dodoma nako wanakosa umeme. Kwa hiyo yeye kule mtu wa Dodoma kule, yeye hajui kwamba Gairo kule nguzo imefanya nini, imegongwa. Kwa hiyo kumhakikishia mtu kwamba 100% umeme utatoka inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimefurahi meneja amefafanua vizuri. Lakini ushuhuda ni kwamba kwenye mataifa wenzetu umeme ukikatika, hiyo ni story kubwa sana. Yaani inazungumzwa, inaonekana ni jambo la ajabu. Sisi hapa mara nyingi tukisikia taarifa ya TANESCO kuhusu kutopatikana kwa umeme, mara nyingi inakuwa ni katika kuboresha miundombinu. Hii tafsiri yake ni nini? Miundombinu ya TANESCO imechoka? Ndugu mtangazaji, sio yote imechoka. Baadhi ya miundombinu imechoka. Nimekutolea mfano. Umeme unaotoka Zuzu substation Dodoma unakuja mpaka Gairo. Ndio. Gairo, miundombinu ya Gairo ikichoka, sio ya Dodoma. Kwa hiyo siku hiyo ambayo tunarekebisha miundombinu ya Gairo, wale wa Gairo watakosa umeme. Kesho tunarekebisha miundombinu ya Kiteto. Tunaporekebisha miundombinu ya Kiteto, wale wa Kiteto watakosa. Sasa wote wakikutana kwenye mtandao, kwa sababu ya dunia sasa hivi dunia iko kiganjani, wote wakikutana kwenye mtandao, unaweza kufikiria umeme unakatika sana. Sawa. TANESCO, lakini kumbe ni kwa vipindi tofauti kwa jinsi tunavyofanya matengenezo. Pengine mwananchi wa kawaida anajiuliza, sasa kama kuna miundombinu imechoka na inajulikana pengine ipo kwa muda mrefu, kwa nini TANESCO isingefanya uboreshaji wa miundombinu hiyo yote ili kusio kuna kukatika ama kuboresha robo nusu vitu kama hivyo? Asante sana ndugu mtangazaji, kwenye sasa hivi ambapo watu wanavolalamika kwamba hatupati, mimi sina umeme, utaliona wimbi lilivyo kubwa mpaka serikali ikaamua kuweka taasisi 2 kwa ajili ya kupeleka umeme vijijini. Ina maana yake ni kwamba umeme unahusisha nguzo alafu unahusisha nyaya. Ina maana kwa mwaka mmoja
unaweza kuweka wakandarasi mtaani kwa ajili ya kuunganisha wateja wapya zaidi hata wakandarasi 200 kwa ajili ya kuunganisha wateja wapya tu. REA na wakandarasi, sisi tuna wakandarasi, na bado wafanyakazi wanaenda kuunganisha umeme. Kwa mwaka mzima tunaweza kuunganisha wateja 600,000 mpaka 700,000. Ingawa sasa hivi tumepandisha tena lengo, tutaunganisha wateja 1,100,000 na 700,000. Ndio. Maana yake ni nini? Kuna miundombinu mingi ambayo itajengwa kwa pamoja kwa ajili ya kuwapa wale wateja 1,100,000 na 700,000 kwa mwaka. Sasa kila miundombinu ina muda wake wa kusurvive. Ina maana ile miundombinu itachoka kwa pamoja. Ina maana kama ni nguzo inakaa miaka 50, ina maana utakapofika mwaka wa 50, zile nguzo ambazo tulijenga kwa mwaka mmoja tukaunga wateja 1,100,000 na 700,000 zitachoka kwa pamoja, zinatakiwa zibadilishwe kwa pamoja. Ni wapi ambapo unaweza kupata pesa kwa kipindi cha miezi 6 ubadilishe nguzo ambazo umezijenga kwa 1.2 trillion? Sasa hivi vitongoji vimetangazwa juzi pale kwamba tutasambaza umeme vijijini kwa 1.2 trillion. Na inawezekana ni kwa kipindi cha miaka 3 tu. Hao wateja wote wamepata umeme. Sasa ile miundombinu itachoka kwa pamoja. Upate tena pesa zingine za 1.2 trillion ambazo utaziinject ili uhakikishe kwamba unabadilisha ile miundombinu yote kwa kipindi cha miaka 2. Ina maana mimi ukiniuliza ningesema kwamba ina maana bei ya umeme sasa ipande kidogo ili niweze kukabiliana na hilo wimbi ambacho sio kitu kirahisi. Na ina maana hatuna uwezo wa kuwa na miundombinu ambayo haichoki kwa haraka, pengine ile kuepuka hizo kadhia kama hizo ambazo tunakutana nazo. Ndio maana ili kuhakikisha kwamba itakapofika kipindi isichoke yote kwa pamoja, tumeanzisha kubadilisha nguzo za concrete sasa hivi. Sasa hivi tunatumia nguzo za zege. Kwa hiyo tunaweza tukakuta nguzo hii inawezekana ikachoka mwakao tunaibadilisha inakuwa ya zege. Na ndio maana hata hii hali ambayo unaiona sasa hivi ya umeme kuwa mzuri ni kwa sababu ya initiative ambazo zimeanza kufanyika sasa hivi. Kwamba ile miundombinu mingi sasa ambayo inasambaza umeme kwa wananchi wengi, tunabadilisha tunafunga nguzo za zege kwa ajili ya kuhakikisha umeme unakuwepo wakati wote. Sawa. Mambo vipi Brunaid? Tuko vizuri? Nimeingia katika maisha. Jamani, hii ni Powerbank, tunaruka moja kwa moja kutoka ofisi za TANESCO hapa tunahitaji meneja. Hapa ni Kurasini Hapa ni Masaki. Bwana, tuko Masaki ndugu yangu. Kwa hiyo tunapiga mastori hapa kuhusiana na TANESCO, na baadaye kidogo atakuja meneja huduma kwa wateja. Na tutazungumza naye kuhusiana na nishati safi ya kupekea. Tunazungumza haya ikiwa ni siku moja tu kabla ya birthday ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kesho, ambaye naye katika kuangazia matumizi ya nishati safi, utunzaji wa mazingira, maana unajua mambo yanaenda pamoja. Kesho naye atapanda miti, kwa mujibu wa taarifa atapanda mti. Kwa hiyo kuna shughuli itafanyika pale Zanzibar. Bwana, pale mwanzo meneja ulikuwa unazungumza kuhusu tujitahidi kudhibiti matumizi yasiyo na lazima katika umeme. Mtu anaacha tu taa siku nzima, anaacha sijui chombo gani kinawaka siku nzima na kadhalika. Hivi kwani hiyo sio faida? Mtu anapotumia sana umeme, manake nyinyi umeme mtauza zaidi? Swali zuri sana. Tutauza zaidi, lakini sisi tunahudumia wateja. Tunachokitaka ni kuwa na urafiki mzuri kati ya sisi na wateja. Kwa hiyo tukiona kwamba kwenye matumizi yake yasiyo ya lazima yatasababisha nilalamikie, ni vizuri nikampa elimu akatumie kwa kitu ambacho kitakuwa na manufaa kwake. Ili urafiki wetu uendelee kuwa mzuri. Sasa pamoja na kwamba tunalipa umeme kabla ya kutumia, yani kwamba unaweka luku, bado kuna watu wanalalamika kwamba wanachokitumia sicho sahihi. Ndio tunataka kusema. Mtangazaji, sio kweli. Ni sahihi kulingana na yeye mwenyewe alivyoamua. Kwa mfano ukiwasha taa mchana, utasemaje sio sahihi? Yaani kwa mfano umewasha taa mchana alafu umeacha radio au TV inawaka ndani, utasemaje au sio matumizi sahihi kwa wewe? Kwa sababu wewe umeona iwe hivyo. Wewe umeona iwe hivyo. Sina jinsi ambayo naweza nikakwambia sio sahihi. Ila nakuelimisha kwamba mimi ninavyofikiri, kama haupo ndani, vitu uzime ili utumie umeme pale unapohitaji. Sasa ndio hayo watu wanasema kwamba mimi nimenunua umeme lakini unaisha haraka.
kwani kuna shida gani? Lakini kumbe ni pale kwenye kupanga kwamba ni wakati gani ambapo natakiwa nitumie umeme na ni wakati gani ambapo sitakiwi nitumie energy ya umeme kwenye nyumba yangu. Sawa, na kuelewa pengine hiyo pesa ambayo unaipoteza bure ingeenda kufanya pia jambo lingine la kiuchumi. Tunaendelea na meneja hapa au tumlete wa huduma kwa wateja? Ingawaje nilikuwa na mambo mawili kidogo nitamani ayagusie. Tunamalizana kabisa na meneja, tutakuja huduma kwa wateja alafu tutaenda kwa nishati safi ya kupikia. Sawa. Wakati unafafanua mambo ya swala la mtu kusambaziwa umeme, ulitoa ufafanuzi mzuri sana, ikiwemo pia kutumia hata mtandao sasa hivi, inaitwa connect, kitu kama hicho, ile application G-Connect, kitu kama ni connect. Yeah. Kwani inatakiwa kuchukua muda gani tangu mtu ametuma maombi yake mpaka afungiwe umeme? Ukienda kwenye customer service charter, ndio kama mteja kutoka kwenye nguzo kwenda kwake ni mita 30, ndio inakuwa ni siku 30. Lakini taratibu hapo meneja, hebu rudia ulichosema. Iwapo nguzo ilipo mpaka kwenye nyumba ya mteja ni mita 30, maana yake vifaa vinavyohitajika ni vichache. Pale tumesema kwamba iwe ni siku 30. Yaani toka siku unalipia mpaka unajengewa siku 30. Lakini ndio wale nilikuwa nakwambia tunataka siku kujenga urafiki na wateja wetu. Wateja wetu wakasema hapana, hata hizo siku 30 sisi tunaona ni nyingi. Sisi wenyewe ndani tukajipanga tukasema tunazishusha siku 7. Kwa sasa hivi kuna wateja walio wengi akilipia umeme leo ndani ya siku 7 anakuwa ameunganishwa. Sasa wakati mwingine inakuja kutokea wakati naenda kumuunganisha kuna marekebisho ambayo hajakamilika, ndio pale zinaweza zikavuka siku 7, au wakati mwingine baadhi ya vifaa ambao na mimi nimeagiza kwa supplier, lakini sisi ndani jengewa ndani ya siku 7 tunakuwa tumemuunganisha. Maombi ya kwamba naomba mje ikamilike ndani ya muda gani mpaka umeme unaingia ndani? Kwa TANESCO ili ni kujue sasa kwamba natakiwa nifanye mipango kwa ajili ya kukunganisha ni pale baada ya kulipa. Kwa hiyo tunahesabu pale baada ya kulipia service line. Kwa sababu process ile ya kuomba umeme ina vitu vingi. Unaomba umeme, alafu TANESCO wamekukubalia, wanakuambia mpe mkandarasi wako aweze kujaza zile taarifa. Sasa ni wewe na mkandarasi wako ule uharaka wa kukamilisha ili sisi tuje tuweze kufanya survey tukupe quotation. Kwa hiyo sisi mtu akisha kuja kukagua baada ndani ya masaa 24 siku 3 unakuwa umeshapata control number kwa ajili ya kulipa, tunaanza kukuunganisha. Kwa hiyo mara nyingi inatokea pale ya wewe na mkandarasi sasa, ndio wale nilikuwa nasema kwamba mkandarasi afanye wari aondoke ili tupe sisi urahisi wa kuwasiliana na mteja moja kwa moja baada ya kazi yake kukamilika. Sawa. Bana, mimi ninachopenda kuhusu TANESCO pamoja na yote ni kwamba sasa hivi kuna njia nyingi sana za kupata huduma. Anazungumza kuhusu wakandarasi. Ukiingia kwenye tovuti ya TANESCO kuna majina na namba za wakandarasi kila mkoa, kila wilaya. Pia ni jambo zuri sana mmelifanya. Huu taratibu wa kusambaza umeme majumbani na kwenye viwanda una tofauti ama ni vitu vinavyoenda sawa? Mtangazaji, kusambaza umeme kote ni sawa, isipokuwa vifaa ndivyo tofauti. Mtu anayehitaji umeme kwa ajili ya kiwanda ni tofauti na mtu anayehitaji umeme kwa ajili ya domestic uses. Kwa hiyo hata wafanyakazi wanaoenda kufanya ile kazi, hata gari linaloenda ni tofauti. Kwa sababu kwa watu wa kawaida labda anahitaji nguzo moja au nguzo mbili na nyaya za kawaida, lakini mtu wa kiwandani anaweza kuhitaji underground cable, anaweza kuhitaji metering unit. Kwa hiyo utofauti wake ndio huo tu wa aina vifaa, lakini procedure za kuingiza umeme kwa mteja zote zinafanana. Nilidhani kwa sababu tunahubiri Tanzania ya viwanda, pengine kwenye viwanda huku uunganishaji wa umeme utakuwa ni haraka zaidi, mtu tu akionyesha nia ya kwamba anaanzisha kiwanda. Ndugu mtangazaji, sasa siku 7 kama sheria imetupa siku 30 tukashuka sheria siku 7. Wapo wanaounganishwa siku hiyo moja. Wala hatusemi kwamba ni lazima hiyo siku 7. Wapo wanaounganishwa, unajua hizo siku 7 zinashuka kwa sababu ni average. Wapo wanaounganishwa mpaka siku 1, ameomba umeme na siku hiyo ameunganishwa. Sasa kwenye viwanda kuna vitu vingi kule kwenye viwanda.
Viwanda kwa mfano, mteja ule mkubwa kabisa ambaye anakuwa anapimwa kwenye upande wa umeme mkubwa, kule ndani kwake kuna infrastructure nyingi ambayo anatakiwa afanye. Yeye ni tofauti na mteja wa kawaida. Kwa hiyo anaanza mapema, anachukua muda mrefu kuunganishwa, kwa sababu hawi tayari kuja kuomba umeme mpaka hivyo vitu vyote viwe vimekamilika. Tofauti na mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida anaweza kufanya wari hata chumba kimoja, hata corridor tukamuunganishia umeme, lakini yeye ni lazima afanye sehemu zote, kwa sababu umeme ule ni mkubwa, ni hatari, ndio aje aombe umeme TANESCO. Haya, huyu ni ndugu yetu Frank Chambua, ni mkurugenzi wa usambazaji umeme TANESCO kutoka hapa Masaki, tunazungumza naye. Bwana, tunakushukuru sana ndugu Chambua, lakini labda kwa kumaliza, moja kati ya jambo TANESCO mmekuwa mkilalamikia taasisi za umma ni kutolipa madeni au kutolipia huduma ya umeme na kuwa na mlimbikizo ya madeni kwa muda mrefu. Vipi sasa hivi wanalipa taasisi za umma? Niseme wanalipa, lakini ni kweli tuna wadai lakini kwa sababu ni taasisi za umma, kuna njia ambayo sisi tunatumia kuwasiliana nao ili walipe madeni, kwa sababu mtangazaji, ni kweli huduma nzuri iendane na malipo unayofanya kwenye huduma ile unayoitaka. Ili mimi uwe taasisi niweze kukuhudumia vizuri, ni lazima ulipe madeni yako kwa wakati. Ninaweza kweli nisikutangaze, naweza nisiwe mtu mwepesi wa kusema huyu namdai kwa nini unilipi, lakini iko pale kwamba kama unataka kupata huduma nzuri ya kutukuka, ni kweli ni lazima uhakikishe kwamba madeni unalipa kwa wakati. Hata sisi tuna watu ambao wanatupa huduma, na sisi ndio wajibu wetu huo, kwamba kwenye vikao vyetu vya ndani ndio hivyo, kwamba taasisi gani ambayo inatudai, ambayo inatupa huduma, ili tuhakikishe kwamba ile huduma inaendelea kukaa vizuri. Kwa hiyo swali lako ni nzuri, na taasisi watakuwa wanatusikia kwamba ili huduma zikae vizuri, ni vizuri wakalipa hayo madeni ili tuweze kutoa huduma ile ambayo tumekuwa tumetarajia. Kwani msiwawekee luku? Mpango upo tena, unakuja karibuni sana. Tutafunga luku kwenye taasisi za umma. Ni kweli, kwa sababu hata sisi hatutaki kugombana nao. Tukifunga luku, utakuwa unapanga bajeti yako vizuri, kiasi ambacho pesa kwa ajili ya maji utatenga, kwa ajili ya umeme utatenga, kulipa wafanyakazi utatenga, yote vile utavilipa kwenye mwezi husika kulingana na matumizi yako. Na luku kweli inasaidia, kwa sababu luku, jinsi zile unit zinazopungua, mnaweza mkaweka hata mtu wa kuzima umeme, wafanyakazi wakitoka tu kashangaa, lakini kwa sababu mtu analipa baada ya matumizi, inawezekana labda kuna negligence fulani ambazo zinatokea hapo katikati, kiasi kwamba labda bili inapanda, mtu anaona ni mzigo mkubwa. Kwa hiyo tutafunga luku siku za karibu, kwa sababu mipango ipo kwenye shirika ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapata umeme sasa kwa njia ya luku mita. Wakati tunamaliza, tumeyazungumza mengi sana, na tamani kufahamu kwenye matumizi ya mita janja, tumefikia wapi kwenye huduma hii ya kuwafungia watu hizi mita janja? Mtakazaji, mita janja zimeanza kufungwa na zinafungwa bure. Kuta mita yako imesha choka, tunaitoa ile, tunafunga mita janja, kwa sababu tunachotaka sasa hivi twende na teknolojia. Mita janja inakusaidia hata kale karimoti sasa kameharibika, labda mtoto amekagonga chini, kwa sababu ndio inapotokea. Sisi tunapata simu nyingi sana, wateja wanalalamika kwamba mimi nimeshindwa kuingiza unit, kumbe kale karimoti kale either amekadondosha chini, kamepasuka, au ameweka beti zimekaa mle ndani mpaka zimeozea mle ndani. Kwa hiyo hilo tatizo litakuwa linaisha, kwa sababu kwenye mita janja ukishanunua umeme wako unaenda unaingia kwenye mita yako moja kwa moja. Kwa mita janja tumeshaanza kufunga, na sasa hivi tumeshafunga zaidi ya 90, na kasi inaendelea kwa kasi kubwa mno. Baada ya muda mchache tutafunga hata hizi mita mpya ambazo zinafungiwa kwa wateja, tutafunga hizo mita janja ili tuhakikishe tunamaliza ile zoezi mapema. Bana, tupate break kidogo, tukirejea tutakuja na afisa mwingine hapa tuzungumze naye kuhusiana na
huduma kwa wateja, kitu kama hicho tutakuja kuzungumza kuhusiana na huduma kwa wateja. Bana, tunakushukuru sana ndugu yetu Frank. Asante sana. Au vipi kazi njema na usambazaji mwema. Asante sana ndugu mtangazaji. Alright. Tunarejea punde. Lambert, naomba nikukumbushe kama pengine umesahau, leo ndio kilele chenyewe cha maadhimisho ya siku hii hapa. Na mimi ni Brunide Mlawa, yupo Stanislaus Lambert, yupo Arnold Philemon. Timu ni kubwa sana, na kwenye mazungumzo yetu hapa tulikuwa tunazungumza na mkurugenzi wa usambazaji Frank Chambua kutoka hapa TANESCO, na kabla hajaondoka Lambert akawa ananistua, Nide, kuna kitu sija kichomekea. Nikamwambia basi haina shida, nitamuomba mkurugenzi atulie kidogo alafu uchomekee hilo jambo lako. Karibu. Nadhani ni ile issue ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Manufaa pengine unajua tumelizungumza sana, tunaliongelea hapa na pale, lakini tija yake ni ipi haswa? Na ikizingatiwa inaenda kuzalisha megawatts 2115. Ndugu mtangazaji, ni tija yake ni kwamba tumekuwa na umeme wa uhakika. Unapokuwa na umeme wa ziada, inakusaidia wewe hata kipindi unafanya matengenezo. Alafu vile vile inakusaidia wewe inapotokea mtambo mmoja umeleta shida, mitambo mingine inaendelea kupeleka umeme kwa wananchi. Kwa hiyo lile bwawa pamoja na kwamba limekuwa na umeme wa kutosheleza, inatusaidia sasa kuweza kufanya matengenezo kwenye mitambo mingine ambayo ilikuwa imesha operate miaka mingi sana na kushindwa kufanya matengenezo ya kina kutokana na kwamba tulikuwa na hatuna excess ambayo tunaweza tukahudumia wateja wakati tukifanya matengenezo kwenye mitambo mingine. Sawa. Kwa hiyo unajua kuna watu walikuwa wanasema bwana ikamilika ile katika umeme haitakuwepo tena, kamilika ile sijui umeme utakuwa umefikia watu kwa kiwango kikubwa. Ukitazama manake ile inaenda kufikisha kiwango gani ya matarajio yenu ya usambazaji umeme? Ndugu mtangazaji, kuwa na umeme mwingi ni kitu kingine, kwenda kusambazia wananchi ni kitu kingine. Kwa sababu kwenda kusambazia wananchi ni kujenga miundombinu iwe karibu na wananchi waweze kuunganishiwa. Kinachokusaidia tu ni kwamba hata ukaunganisha wateja wengi unao umeme wa kutosha. Kwa hiyo bwawa Mwalimu Nyerere lisingekuwepo, ingefika kipindi hatuwezi kuendelea kukuunganisha umeme hata kama nguzo imefika hapo nje, kwa sababu umeme haupo wa kutosha. Lakini kuwepo umeme wa kutosha unatupa assurance ya kuendelea kuunganisha wateja wengi tukitegemea kwamba umeme upo wa kutosha. Tunashukuru sana Kaimu. Tunakushukuru sana mkurugenzi wa usambazaji ndugu yangu Frank Chambua. Tukutakie majukumu mema. Sasa tutamkaribisha hapa ndugu Sham Lamek. Au vipi? Ulikuwa kama hujaridhika hivi Nide? Na mkurugenzi. Si umeshamuuliza ile kwamba pengine vipi huu mradi utakuja kupunguza nafuu za huduma ya mtu kuunganishiwa umeme? Au inakuaje? Mwenyekiti, labda hili nilijibu vizuri. Ni kweli wananchi wengi wamekuwa wakiuliza kwamba kwa sababu bwawa la Mwalimu Nyerere limeisha, basi gharama ya umeme itashuka. Na wao wanalenga kushuka kwa matumizi, sio kushuka kwa kuunganishiwa, gharama za kuunganishiwa. Wao walikuwa wanachojadili ni ile kushuka kwa bei ya kununua zile peso za unit. Lakini ili swali watu wamekuwa wakiliuliza mara kwa mara, lakini nitoe tu ufafanuzi kwenye kupandisha bei au kushusha umeme. Ni mchakato, na msimamizi mkuu kwenye mchakato wa kupandisha umeme au kushusha ni URA. Sisi TANESCO tunaweza tukaomba tu kwamba bwana, tunaomba muongeze gharama kidogo ili tuweze kutekeleza majukumu ambayo tunaona mbele yetu anatuzidia. Kwa mfano, unaweza kufika kukatokea vijiji vinalalamika hatujaunganishwa umeme. Ikatokea mtu mmoja analalamika hatujaunganishwa umeme. Ikafikia kipindi budget tunasema hazitoshi hata za matengenezo.
tukatamani kwamba na sisi tuombe kwamba jamani, tunaomba manunuzi ya umeme zile unit gharama ipande kidogo ili tuweze kutekeleza haya. Lakini kuambiwa ndio au hapana ni mchakato ambao utasimamiwa sasa na EWURA, na hata wewe mtu mmoja mmoja unaingia kwenye huo mchakato. Yanapita makongamano, watu wanaitwa, watu wanajadili. Inawezekana kabisa tukaenda kwenye huo mchakato, wananchi wakaenda wakaulizwa, wakaangalia na majukumu yaliyoko mbele, tukakubaliana. Kuna wateja, kuna watu wanatembea barabarani zaidi ya milioni 33 hawana umeme. Je, tushushe gharama ya umeme ili nao tushushe gharama ya umeme, sisi ambao tumepata umeme tuenjoy, wale ambao wako milioni 33 ambao wao hawajapata kabisa hata huo umeme wasubiri miaka 5, 6, 7, 8, au tutumie hekima tuseme kwamba hebu tucheleweshe ili zoezi la kushusha kwanza, tuhakikishe na hao wenzetu milioni 30 na kitu wapate umeme. Sasa kupanga maendeleo ni kupanga na kuchagua. Tutapanga wote kwa pamoja kwa sababu ni mchakato. Then hapo tutatoa kwamba nini ambacho tunaweza tukatekeleza. Shukrani sana. Unajua umekuwa ukizungumzia hapa gharama za umeme kwa kifupi sana. Gharama za umeme. Kwani unit moja ni shilingi ngapi kwa sasa? Kwa sasa ndugu mtangazaji, umeme umepangwa katika magrupu. Kuna umeme wa viwandani, kuna umeme wa matumizi ya kawaida ya nyumba kama ya kuishi, lakini kuna gharama za umeme kwa mtu wa hali ya chini. Kwa serikali imetenga vizuri kabisa. Tugusie walau hizo wale wa chini. Unit moja ni shilingi 100. Na mara nyingi ni vijijini. Kupitia umeme wa REA? Hakuna umeme wa REA wala cha umeme wa TANESCO. Okay. Wewe amefunga TANESCO au amefunga REA, wewe uko kijijini ambao tafsiri yake ni kweli ni kijijini. Sio kijijini kwa kuangalia, kijijini kwa sheria na zile demarcation ambao zimewekwa. Wewe utalipa umeme shilingi 100. Sasa tunakuwa na malalamiko mengi. Watu wanalalamika sana kwenye hicho kipengele. Kwa sababu gani? Kutumia umeme unit 100 kwa mwezi kwa mtu wa kawaida, ni kweli lazima kipato chako kiwe ni cha chini. Kama kipato chako sio cha chini, hata ukiwa kijijini hutaweza kufikia kukaa kwenye hiyo taarifa. Mwenyekiti Lambert. Ndugu mtangazaji wa habari Lambert, wewe ni shahidi kabisa. Ziko nyumba ambazo ziko kijijini ambazo ni nzuri kupita hata izoko Kariakoo. Kwa hiyo ukingangana kwamba mimi nitumie umeme unit 100, lazima itakushinda. Utahamia kwenye taarifa ya juu automatically. Sasa kwa sababu tu imeambiwa mtumiaji mdogo atauziwa shilingi 100, kila mtu anataka auziwe shilingi 100. Kumbe maisha yake na uwezo wake haumruhusu kutumia unit 100. Inakuwa sasa ni mateso, kwa sababu una pampu za maji, utapampu pasi, unataka kupiga disco nyumbani kwako, unataka na mambo mengine kama wako sawa. Chambua, twende hiyo. Wakati ni shilingi ngapi na wa viwandani ni shilingi ngapi? Wala tumalize hapo. Kwenye huu wakati ni shilingi 292. Okay. Na watu wengi wanaangukia kwenye eneo hilo. Okay. Alafu na viwandani wanalipa shilingi ngapi kwa unit? Kwenye ni 195, lakini kuna mambo ya service charge hivyo kwa sababu ni viwanda. Okay. Lakini sehemu sisi malalamiko mengi yapo hapa kwenye kati na chini. Hapa kati na chini. Tunakushukuru sana Frank Chambua. Asante sana. Asante sana mtangazaji. Bana, tupo Masaki na leo Nide umeniambia kwamba ni maadhimisho ya kilele cha siku ya kimataifa ya nishati safi. Ndio. Kwa hiyo na umeme ni moja kati ya nishati safi. Ambapo humu ndani pia kuna masuala ya nishati safi ya kupikia. Ndio maana baadaye pia tutakuwa hapa na Fredrick Kalinga ambaye ni meneja wa masoko kutoka hapa TANESCO, atatupitisha kwenye hayo masuala ya nishati safi ya kupikia. Hii ni Power Bank jamani, unaweza ukatufuatilia live kwenye Radio Garden, lakini pia asante pia na shukrani za kipekee kwa wewe ambaye umeungana na sisi tangu saa 3 kamili asubuhi kuisikiliza Power Bank ya leo Jumatatu.
Bana, naona kweli hapa kuna majiko ya nishati safi, kuna nini na nini, tutayazungumzia baadaye na mimi tunapomaliza na kuyafafanua. Ndugu yangu Shamu Lamek, kaimu meneja huduma kwa wateja, mambo vipi? Ndio, microphone yako ni hapo. Mambo vipi? Safi. Bana, hivi mara nyingi wateja wanapopiga simu au kuja kwenye idara yako wanasema nini? Asante Lambert, kama ulivyouliza, sisi kazi yetu ni umeme. Na wateja wetu wanapokuja kwetu utakuta hoja zao nyingi zinazohusiana na umeme. Na kama vitangulia kusema mkurugenzi wa usambazaji, changamoto kubwa inaweza kutokea kwenye eneo la usambazaji wa umeme na ikapelekea mteja kupiga simu kwenye kituo. Kwa moja eneo kubwa ambalo tunalo na ambao wateja wanaulizia mara kwa mara ni pale mteja anapokosa umeme. Ndio moja ya mambo makubwa sana ambayo ukiulizia utayakuta yameshia kwenye zile nafasi kubwa 5. Lakini eneo lingine ambalo tumekuja na suluhisho lake ni eneo la vile vilimoti. Vile vilimoti ni moja eneo ambalo kwa nasumbua kwamba kisha haribika kupata mbadala wake inakuwa ni ngumu. Sasa TANESCO imekuwa kiumiza kichwa kwa muda mrefu na ndio tukaja na solution ya kuwa na smart meter ambayo tunaamini inatoa njia zote mbili, aidha utumie remote au umeme uingie moja kwa moja. Hayo ni maeneo makubwa sana ambayo wateja wetu huwa wanaulizia. Mimi kwa kweli kwanza na kupongezeni kwenye eneo la huduma kwa wateja kwa sababu mmeboresha sasa hivi mpaka kwenye digitali, njia za WhatsApp, kuna kupiga simu bure, huduma kwa wateja na mambo mengine kama hayo. Lakini jambo ambalo naona watu wengi bado wanaona linapaswa kufanywa kazi, na pengine utuambie ni nini huwa kinatokea tangu taarifa inapotolewa mpaka utatuzi unapokuja kutatuliwa, inachukua muda mrefu sana, na pengine inaitwa huduma ya dharura, lakini udharura wenyewe ni kama hauonekani. Nini huwa kinachelewesha mpaka tatizo kutatuliwa? Asante kwanza kwa pongezi ambayo umezitoa. TANESCO ni taasisi ambayo ni sikivu, na katika usikivu huo imekuwa ikifanya mambo mbalimbali kuhakikisha kwamba huduma zinapatikana kwa urahisi. Naweza kurudisha nyuma kidogo. Zamani hatukuwa na hii ambayo tunaita kituo cha mito ya simu. Ilikuwa ni kila mkoa unakuwa na namba yake ya simu. Baadaye kama taasisi ikaja na jawabu moja la kuwa na kituo cha mito ya simu ambapo simu zote zinapokelewa sehemu moja. Na katika hilo kuna mifumo ya ndani ambayo inatumika kuhakikisha kwamba hii simu ambayo imepokelewa kwenye kituo, whether kiko Dodoma au kiko Dar es Salaam, ikifika Mbeya inaweza kuhudumiwa kwa muda gani. Tuna mifumo ya ndani. Na sisi katika utoaji wa huduma tulikuwa tuna masaa 8. Awali ilikuwa wewe ukitoa taarifa yako tunajitahidi ndani ya masaa 8 tuwe tumekufikia. Lakini baadaye tumekuja tukasema mteja akitoa taarifa ndani ya masaa 4 tuweze kumfikia. Kwa hiyo kinachofanyika, kwa nini tumeweka muda huo? Unaweza kuwa unatamani kwamba ukiripoti hapa ufikiwe, ni kweli kuna baadhi ya wateja tunaweza kuwafikia. Lakini kuna wateja wengine kutoka pale kilipo kituo chetu cha huduma kwa maana ya ofisi kwenda kumfikia mteja hatimie kuna umbali. Lakini pia tunazingatia mteja wa kwanza kuripoti, mteja wa kwanza kuhudumiwa. Wakati mwingine inaweza kupelekea, ndio maana tumeweka muda wa masaa 4. Lakini tumetofautisha taarifa hizo. Inapotokea dharura yako ni ya hatari, na sisi tunaichukua kama ni ya hatari ili kuhakikisha kwamba ndani ya muda mfupi, kwa sababu hii kazi inahusisha uhatari, tuweze kuifikia. Lakini hii ambayo ni ya kawaida tuweze kuihudumia ndani ya ule muda ambao tumejiwekea, ndani ya masaa 4. Kwa hiyo kunataka hudumiwa ndani ya dakika 10, dakika 20, 30, lakini chini ya masaa 4 tunapima ufanisi wetu. Hatari mnaipimaje? Hatari kuna mtu atakwambia wao umekatika. Ukiambia wao umekatika, tunajua umekatika ukiwa na moto, maana yake unaweza kuhatarisha maisha ya watu wengine. Lakini kama mita ya kwako tu peke yako haingizi umeme ndani, hiyo sio hatari. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwa kama ni kazi ambayo inahusisha hatari, wao umekatika, nguzo imedondoka, hiyo kazi ya namna hiyo tunaichukulia katika umuhimu wake, kwa maana kwamba ni hatari, tukatoe tatizo lile ili isiweze kusababisha madhara mengine. Lakini pia kuna kazi ambayo inahusisha watu wengi. Kazi unaona inahusisha watu wengi katika eneo moja ni transformer au ni kama line ya nguzo zake imedondoka, lazima mipe kipaumbele kwa sababu athari yake ni tofauti na hii athari ya mtu mmoja. Kwa hiyo tunajitahidi angalau kuzitengenezea utaratibu kwamba kila kazi na umuhimu wake ili tuweze kuitatua kwa uharaka zaidi. Haya, baadaye kidogo Shamu atatuelezea njia zilivyoboreshwa zaidi za kuwasiliana ama huduma kwa wateja na kitengo chake, na atafafanua namna anavyofanya kazi na wateja. Bwana Shamwe, sasa kwenye eneo mojawapo la umeme watu wanalalamika kuharibikiwa vitu.
Kwa mfano mtu umeme umekatika na umerudi ghafla, umeunguza vitu vyake, au umeme haujapatikana kwa siku 2-3, umeharibu bidhaa zake kwenye friji, biashara yake mpaka imeyumba. Mkipata tatizo kama hili huwa mnalifanyia nini? Na kama kuna mtu amepata tatizo kama hili kutokana na changamoto ya umeme, anapaswa kufanya nini? Asante. Kwanza ni kutoa wasiwasi. TANESCO ilipofika kumpata mtu ambaye amekaa siku moja, siku mbili bila umeme, hiyo ni tunaweza kuita ni serious case. Kwa namna ambayo tumejipanga, na ukienda kwa wenzetu, ametoka ya mkurugenzi wa usambazaji, kuna viunga kwenye kila maeneo. Tumejaribu kuyagawa maeneo kwenye viunga ili kurahisisha namna ya kuweza kuwafikia wateja wetu. Lakini pia tunachokitegemea kwa mtu ambaye amefanya maombi ya umeme mwenyewe, tunategemea awe na namna ya kulinda vifaa. Ukisoma zile fomu zetu za maombi, kuna sehemu imekuelekeza, kuna sehemu ya kuwa na stabilizer stabilizer zile tunazijua lakini pia kuna sehemu ya kuwa na fridge guard. Unatakiwa unapokuwa na friji ili uweze kuweka vifaa vya namna hiyo, uweze kama na stabilizer au ambayo inalinda vifaa vyako. Hiyo ni moja eneo ambalo ni muhimu sana, japo watu wengi huwa hawafuatii maeneo ya namna hiyo. Kwa sababu gani? Tunaamini kwamba kuna umeme wakati mwingine kaja ni mwingi au kaja ni kidogo, ukawa na athari kwako. Lakini tofauti yake inavyokuja, watu wengi hata ukifuatia, hata miongoni mwetu unaweza kukuta hapa mtu hana fridge guard au mtu hana stabilizer, lakini ikija kutokea shida ndipo unapokuja kugundua kitu cha namna hiyo. Lakini ukifuatilia kwenye maombi ya umeme wakati wa form zile za awali, lakini hata sasa hivi kwenye NiConnect kuna sehemu tumekuelekeza uweke kifaa ambacho kinaweza kusaidia kudhibiti pale umeme unapokuja mdogo au unapokuja mwingi. Ni elimu ambayo watu wengi hawapendi, kwa sababu mtu anajua umeme ukishakuja anaamini kwamba kila siku mambo yanaweza kaa ni vile vilivyokuwa jana. Lakini tunaamini kuna siku umeme kaja mwingi, kuna siku umeme kaja mdogo. Unapokuja mdogo, usalama wako ukoje? Ili tuone ambayo yanayokusababishia usumbufu wewe yamsababishie pia usumbufu dada hapa Brunide. Brunide nitegemea kwamba kama line hiyo moja ilisababisha hitilafu na Lambert akalalamikiwa kuungurua kitu, nitegemea na wewe Brunide, kwa sababu kwenye line moja tupate kesi ya namna hiyo. Lakini tutakuta mtu ambaye ameenda vifaa vyake iko tofauti. Lakini inapotokea hasa ikabainika kwamba hii tatizo na TANESCO, upo utaratibu wa ulipaji wa fidia ndani ya taasisi kwa wale matatizo ambayo yanamhusu TANESCO na ambayo hayamhusu mteja. Kwa utaratibu upo. Sawa. Ikiwemo mpaka bidhaa zangu pengine kuharibika kutokana na kukosa kwa umeme. Sasa hapo kuna vitu viwili ambavyo vinatokea. Hiyo ni sehemu moja, lakini lazima mpate thamani yake. Lakini kitu cha pili, wateja wengi wakati leo naingiza umeme kwenye chumba kimoja, lakini kesho nikinunua kifaa kingine siripoti TANESCO. Lakini TANESCO ilikuhudumia wewe ukiwa na pasi. TANESCO hata inakuhudumia wewe kwako huko mna friji lakini siku imetokea shida na ikuta na friji ipo. Kwa hiyo ni moja la eneo ambalo watumiaji tunatamani tujifunze, na ili kwamba unapokuja usema niko na jiko la umeme, ndio, lakini pia kwenye taarifa zako ambazo zipo TANESCO na jiko la umeme liwepo. Kwa hiyo hii ndio ni platform na ni fursa muhimu ya kuwasaidia watu kujua kwamba unapoongeza kifaa ni vizuri pia na TANESCO ikatambua. Kwenye mifumo yetu na kwenye fomu zetu huwa kuna sehemu inakupa fursa ya kuweza kuongeza kifaa ambacho kimekinunua na risiti yake, ili kesho unapodai fidia tuweze kukiona na hicho kwamba kilikuwepo. Kwa hiyo kuna mambo mawili nimechukua hapo bwana Sham. Kwanza ni kwamba nikishaunganishiwa umeme, vifaa vya kulinda vifaa vyangu vya umeme ni jukumu langu, kwa maana ya kununua vile vifaa ambavyo umeme ukija mwingi au mdogo viweze kuvidhibiti. Lakini la pili, ninapoongeza vifaa vya umeme ndani, niwe natoa taarifa TANESCO kwamba bwana, mlinifungia umeme nikiwa na friji, sasa nimeongeza pass, ili kitokea la kutokea TANESCO nikiwalalamikia mnakuwa na la kujibu. Ndivyo nilivyoelewa. Ni sahihi, kwa sababu unapofanya ulipaji wa fidia yote, hata kama ilikuwa ni kwenye gari lazima gari nene na thamani yake. Okay. Sasa kama thamani yake haviendani, utalipwa kile ambacho kinaendana na thamani. Na tunapoingiza umeme kwenye nyumba, ule huo ni mkataba. Ambao tunaingia TANESCO, na kwa lazima mkataba uwe ni pamoja na vile vitu ambavyo ni nyumba ya vyumba viwili, kweli hiyo ni nyumba ya vyumba viwili. Nyumba ya vyumba vitatu, hiyo ni vitatu. Kwa hiyo huwa iko hivyo. Ndio maana mkandarasi anasimama kama mtaalamu kwa upande wako, anayekuhakikishia kwamba nyumba hii iko salama kupokea umeme na TANESCO na kuingizia umeme.
Sawa, kwa kifupi tu ndugu yangu Shamu, sasa tumetoka wapi kwenye idara hii ama kitengo chako cha huduma kwa wateja, tupo wapi na fikra zetu ni kwenda wapi zaidi? TANESCO ni taasisi ambayo inapenda kujenga uzoefu wa mteja ambao ni mzuri, na tunaweza tukaona kuna mambo makubwa sana ambayo yamefanyika katika miaka hivi karibuni, ukianzia kwenye hatua ya uunganishaji umeme. Wakati mkurugenzi wa usambazaji anazungumza siku 7, na ni kweli ni kitu ambacho kinafanyika, lakini haya yote yametokea kwa sababu ya matumizi ya teknolojia. Tulianza na NiConnect miaka ya nyuma, hata mimi wakati naajiriwa ilikuwa lazima wateja wapange foleni ofisini, na kwa wanapanga foleni wanamuona mtu mmoja ambaye ni afisa uhusiano, fomu inatolewa ndo mteja anaenda kuhudumiwa. Hapo katikati mambo yalikuwa ni mengi, lakini ndio ilibuka na dhana ya vishoka na vitu vingine ambavyo vinaendana. Lakini TANESCO ikaja na mfumo wa maombi ya umeme ambao unaitwa NiConnect, ambapo mteja hahitaji kuja TANESCO. Hiyo ni eneo moja ambalo TANESCO imeboresha uzoefu wake na wateja wake. Lakini eneo lingine ni eneo la mawasiliano. TANESCO ni taasisi ambayo inawasiliana sana na wateja wake. Hata kama mtazungumza umeme unakatika, lakini sisi sehemu ambayo ni kipaumbele, umeme umeshakatika, gari imegonga nguzo, je, mteja wetu anajua kwa nini anaathirika? Ndio maana mwanzo kama mnaona hata nyie au hata wananchi wanaotusikiliza wanapokea ujumbe mfupi kwenye simu zao. Ni eneo la kuendelea kuwashirikisha wananchi kwa yale ambayo tunakuwa tunayo, ili kuhakikisha kwamba tunapunguza malalamiko, lakini wote tunakuwa tunajua kile kinachoendelea ndani ya taasisi. Lakini hiyo haitoshi, tunatoa na kituo cha mito ya simu ambacho zamani tulikuwa tunatumia, ukipiga simu kuna tozwa gharama. Lakini kama mnakumbuka mwaka jana mwezi wa 3 tulianzisha namba ya bure ambayo ni 180, ambaye mtu yote hata kama hana salio anaweza kuwasiliana na TANESCO wakati wowote bila kuona kisingizio cha aina yoyote, na akaweza kupata huduma kwa wakati. Lakini ukiachilia mbali, tunaweza kuchat na wewe kwa WhatsApp na tukakufungulia taarifa. Ukienda kwenye ukurasa wetu wote, uwe ni wa Instagram, uwe ni wa Facebook, au ni hata kama ni kwenye YouTube yetu, ukatoa malalamiko tunayohusiana na TANESCO, tunachukua malalamiko kupitia dawati letu tunaita la digital, ambayo iko pale call center, na anza kashughulikia matatizo yako na tukafungulia taarifa yako na mafundi hakufikia bila kulazimika kupiga simu. Lakini kama taasisi tukaja na kitu kinaitwa chatbot, ambayo ni katika mfumo kama wa robot, unaweza kuchati na sisi pia tukakufungulia taarifa. Kwa ni eneo ambalo tumewekeza nguvu kuhakikisha kwamba wateja wetu katika kwa umeme hiyo ni jambo moja, lakini upatikanaji wa taarifa na kupata msaada hiyo ni jambo lingine ambalo linaweza kupatikana kwa urahisi zaidi. Kwa ni maeneo hayo, lakini kama taasisi tunakusudia kwenda mbele zaidi, ili hata ukipiga simu kwenye kituo cha mito ya simu ukasema natoka Kigamboni umeme katika, tukwambie Kigamboni kuna taarifa 1 2 3 bila hata kumfikia mtu wa huduma. Ni sehemu ambayo tunawekea kama taasisi kuhakikisha kwamba uzoefu wa wateja wetu wanapotutafuta unaendelea kuimarika. Haya bana, kila laheri Sham, tunakushukuru sana na tunawatakieni siku njema ya kuadhimisha matumizi ya nishati safi, na mimi kwa kweli nawapongeza. Kwenye eneo la huduma kwa wateja tupo vizuri, au vipi? Tunashukuru sana. Asante sana Sham. Tusikia neno la Mungu lilotia nguvu, na tuahidi kuendelea kufanya vizuri hadi siku zinavyoendelea. Nakushukuru sana. Ni baada ya kuwa umepata ufumbuzi wa lile tatizo lako. Bana. Nilipiga simu kutoka hapa, tatizo liko Madaba. Songea huko. Na likatatuliwa vizuri sana. Asante sana. Sisi tunakushukuru sana Sham Lamek. Tunashukuru sana na tunawakaribisha kunapokuwa na jambo lolote msite kwa sana TANESCO. Asante sana. Haya. Bwana kabisa. Jamani, hii ni Power Bank na bado tupo hapa TANESCO, ikiwa leo ni siku ya maadhimisho, siku ya nishati safi. Tupo hapa sasa hivi na Fredrick Kalinga ambaye yeye ni kaimu meneja wa masoko kutoka hapa TANESCO, na yeye mahususi kabisa atatupitisha kwenye masuala ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwanza tunaomba tuwashukuru kwa ukaribisho wenu siku ya leo hapa. Asanteni sana. Asante, tunashukuru na karibuni sana. Asante sana. Nyumbani. Asante sana. Kwenye dhana hii ya matumizi ya nishati safi ya kupikia pia inaingia hapa, ambayo niseme nishati safi ya kupikia. TANESCO anaingia wapi? Asante, nashukuru. Kwenye dhana hii ya nishati safi ya kupikia, sasa sisi tunaingia kwenye ile eneo la nishati safi ya kupikia ya umeme, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna nishati nyingi ambazo ni safi, umeme ukiwepo, lakini pia tunafahamu kwamba kuna gesi na majiko mengine ambayo ni nishati safi. Lakini pengine tu kwa manufaa ya msikilizaji wetu na mtazamaji ni kwamba nishati safi ya kupikia ni ile nishati ambayo inatumika kupikia, lakini inakuwa haina madhara
kwa binadamu na vile vile madhara kwenye mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo hapo ni moja kwa moja unakuta kwamba umeme ni nishati ambayo ni clean, ni nishati safi. Na utaangalia kuanzia kwenye uzalishaji wake, umeme wetu tunauzalisha kwa kutumia maji, mathalan kwenye mradi kama wa Julius Nyerere, lakini tuna Kiansi, Kidatu na kwingineko. Na vile vile sasa hivi tunatarajia tutaanza kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya jua. Tuna mradi wetu pale Kishapu, lakini tunategemea pia tutazalisha umeme kwa kutumia joto ardhi. Kwa hiyo umeme huu ambao utazalisha kwa njia ambayo ni njia safi utaenda kutumika vile vile kupikia, na tutakuwa tuna nishati safi ya kupikia ya umeme. Sawa. Asante kwa huo ufafanuzi. Pengine kwa nini mtu aichague nishati ya umeme kuwa nishati yake ya kupikia? Kuna nini kwenye kutumia nishati ya umeme kwenye matumizi ya mapishi? Asante. Tunamshauri mwananchi kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme, kwanza kwa sababu umeme unapatikana kila mahali. Umeme upo mijini, umeme upo vijijini. Ni nishati ambayo inapatikana katika maeneo yote. Lakini umeme ni nishati ambayo ni nafuu zaidi kuliko nishati nyingine zozote. Na kwa sababu ni dada, ni mama, possibly utakuwa unaelewa kwamba umeme ni nishati nafuu. Mathalan tunaongelea unit moja. Unit moja mkurugenzi amepita hapa alisema ni kama shilingi 290. Na hiyo ni bei ambayo pia haina kodi. Lakini tunafahamu kwamba kuna malipo ya pango na vingine vinaingia hapo. Lakini unaweza kuona kwamba kwa hiyo shilingi 290 na kitu unaweza ukawasha jiko lako la umeme ambalo linaweza likafanya kazi ndani ya sali moja, likatumia umeme chini ya unit moja. Kwa hiyo kama unaweza ukapika kwa kutumia jiko ambalo linatumia hiyo unit moja ya umeme, tufanye labda na shilingi 1000, unaweza kununua umeme wako, ukapika, ukala, ukanyosha nguo, ukawasha TV, ukafanya shughuli nyingine ambazo zinahusiana na umeme. Kwa hiyo nyumba yako ikabaki kuwa ina umeme na ukatekeleza majukumu yako mengine. Lakini nishati ni salama. Umeme ni salama. Haya majiko ambayo tuko nayo sasa hivi ni majiko ambayo ni tofauti na yale majiko ya zamani. Majiko ya zamani ambao ulikuwa unaambiwa ili uweze kuyatumia umevaa vizuri viatu na vitu kama hivyo, lakini yalikuwa yanatumia umeme mwingi sana. Ni tofauti na majiko haya. Majiko haya tuko nayo sasa hivi ni majiko ambayo tunahakikisha kwamba umeme wake unatumika ni kidogo. Tuna kurugenzi yetu hapa ambayo inashughulika na masuala ya utafiti, ambayo kurugenzi ilifanya utafiti kwa majiko ambayo yanatumia umeme kidogo, na ile majiko ambayo yalianza kujiridhisha yakiwa yanatimiza vigezo hivyo tulianza kuyatumia, na tukawa tunawatumia hawa watu wa huduma au suppliers kwenye kampeni mbalimbali ambazo tulikuwa tunazitumia, ambazo tulikuwa tunaziendesha kwa ajili ya kutoa elimu. Tulianza na watu wa Sescom, lakini sasa hivi tumeshatumia wigo. Watu wengine ambao wanakuwa wanazalisha majiko haya ambayo yanatumia umeme kupikia, tumekuwa tukiwaalika, wanaleta majiko yao, timu yetu ya wataalamu kutoka hiyo kurugenzi ya research wanapitia, wanapokuwa wanatoa taarifa kwamba yanakidhi vigezo, tuna utaratibu ambao tunaingia nao hawa, tunaingia mikataba MOUs kwa maana ya namna gani sisi tunashirikiana na wao, ili tunapotoa elimu na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, basi tunamwelekeza kwamba majiko ambao sisi tunayakubali, tumeshafanyia utafiti ni haya, ili mwananchi akienda kutumia basi apate kile ambacho sisi tunamwambia atakipata. Lakini majiko haya kwa namna moja au nyingine yanalinda afya ya mtumiaji. Unaweza ukavaa kama ambavyo umependeza dada yangu hapa, ukaingia jikoni kwako, ukapika vizuri kwa sababu hayatoi moshi. Kwa hiyo ni majiko ambayo ni rafiki kwako wewe na mazingira vile vile. Kwa hiyo nitamshauri mwananchi atumie nishati hii ya umeme kwa sababu hizo ambazo nimezitaja. Nimependa huu ufafanuzi ili kuepuka kadhia ambayo pengine au notion ambazo zilikuwepo kwa watu hususan kwenye haya matumizi ya umeme kwenye kupika. Umegusia awali ilivyokuwa majiko yaliokuwa yanatumika, yani unaenda kwa tahadhari, yani unaenda na hoga, uone umeme, usiguse jiko litakulipukia. Lakini kama kuna utaratibu kama huu wa kwamba pengine
mtu ambaye kaunda au katengeneza majiko ambayo yanatumia umeme analeta kwenu, then mnayahakiki alafu mnayarudisha sasa sokoni, ili watu unapomwambia mtu kwamba tumia nishati safi ya umeme kupikia kwa sababu ni nzuri, anaona kwa macho. Hapo sasa nataka kufahamu kwamba vikishakuja kwenu, pengine kwa mtu ambaye anahitaji sasa kutumia, lakini ili kuondoa huo uoga ambao upo, utaratibu na kueje? Kuna maduka maalum ambayo yanakuwa yanauzwa, au kwenye ofisi zenu za mikoa, za wilaya, huko ndio yanakuwa yanapatikana, au ni kivipi mtu anaweza akayapata majiko haya ili kuepuka akaenda sehemu ambayo sio sahihi akauziwa kama hilo, lakini kumbe ndio likawa hatari? Kwanza ieleweke kwamba TANESCO sisi hatuuzi majiko. Ila sisi tunauza umeme. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema kwamba tunashirikiana na sekta binafsi, kwa maana hizi kampuni ambazo zinazalisha au kusambaza majiko. Kwa hiyo majiko hayo yanapokuwa yana meet vile vigezo ambavyo vimewekwa, basi sisi hapo sasa, kwa sababu tunashiriki kwenye makongamano, kwenye maonyesho, kwenye event mbalimbali ambazo zinahusisha watu wengi, tunakuwa tunawaalika hawa suppliers wa majiko. Kwa hiyo hawa tunakuwa nao. Kwa hiyo wananchi wakitembelea kwenye maonyesho yetu, wakati mwingine kama tunaandaa vipindi vya kutoa elimu, hawa pia tunawashirikisha, na tunakuwa tunasema sisi tunawashauri mtumie majiko haya. Mathalan tulisema tulianza na Sescom, lakini baadaye tukaja na jiko la induction, la jiko janja. Sasa hivi pia tumeongeza wigo. Tuna kampuni za Up Energy, tuna Ecoa, tuko pamoja na Smart Picker na majiko ya Rasasa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao tunafanya nao kazi, na tunapokuwa tunashiriki maonyesho au hizo warsha, matamasha, hawa tunakuwa tunaenda nao. Sisi tunatoa elimu ya kupika kwa umeme, lakini wale sasa wanatoa mafunzo ya vitendo namna ambavyo majiko yanafanya kazi. Labda kuongelea kidogo haya majiko, kuna majiko ambayo yote tuseme nikiongelea sasa swala la usalama. Ndio. Majiko yenyewe yana functionalities ambazo ziko pale, ambayo yanakuelezea kabisa kwamba kama unataka labda upike ndani ya dakika 10, kuna sehemu ni time unabonyeza pale dakika 10, jiko litafanya kazi ndani ya muda lenyewe linajizima. Au labda nyumbani linajizima yenyewe. Muda ukishafika tu haliendelee kufanya kazi. Labda una watoto, pengine watoto ambao wanapenda kujifunza, sio watoto watukutu, wanapenda kujifunza, wanatamani sana kujifunza vitu vipya. Unaweza kaliweka ukalock. Kwa hiyo mtoto anaje bonyeze pale, zile function zifanye kazi. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo tunapokuwa tunatoa mafunzo ya vitendo namna jiko ambavyo linafanya kazi, mwananchi anaweza kuona namna ambavyo linafanya kazi. Lakini mfano tuna mazoezi mengine ambayo baadaye nitakuja kuyazungumzia, tukienda kutoa elimu labda vijijini kokote ambako tunamuuzia mteja. Kuna maeneo ambayo tunafanya kabisa, tunapika kabisa, mtu anaona kama nyama imesema itaiva ndani ya dakika 15 dakika 20, ni kweli tunaweka muda ndani ya dakika hizo 20 tunatoa nyama iko vizuri, mteja jaribu onje, ni nzuri, yes. Kwa hiyo ni namna hiyo tunavotoa elimu ili kuweza kutoa ile notion. Kwanza waone kabisa kwamba kutumia majiko ya umeme ni majiko rafiki kwake yeye kutumia. Lakini aone namna gani pia umeme ni rafiki kwake kutumia kupika. Kwa sababu majiko haya hayatumii masoketi yale ya zamani ambao tulikuwa tunasema haya kwa ajili ya jiko la umeme. Yanatumia soketi tu za kawaida hizi, unaweza ukawa na extension yako, haya majiko yakafanya kazi. Bana, umemaliza kidogo hapo kwenye masuala ya kupikia. Naona pia tuna dakika kama 3 hivi tumalize zetu hapa. Sawa. Umemaliza? Okay, nishati safi ya kupikia naona kwa kiwango kubwa kwa kweli mmefanikiwa na elimu inazidi kusogea. Nishati safi nadhani haipo tu kwenye kupikia. Ni eneo gani lingine ambalo mnatamani sana kuisukuma hii agenda ili matumizi ya nishati safi yatumike? Nashukuru. Kama ambavyo wenzangu ambao wametangulia wametoka kuzungumza, hasa mkurugenzi wa uzalishaji. Umeme moja ya kazi zake ni kupikia. Lakini umeme huu naweza nikasema kwamba ni it's like a soft power, niseme. Ni kitu ambacho inawezekana usikizungumze sana, lakini chenyewe kinatumika ni kama injini ya maendeleo. Ukizungumzia viwanda unahitaji umeme. Operation kwa maana ya hospitali hizo kufanya kazi unahitaji umeme. Mashule, watu kujipatia kipato, kwa maana kwamba umeme unazalisha ajira. Mtu unaweza kufua kagejidi kako hapo uko unachomelea ukapata ajira. Mtu mwingine akatengeneza juice akapata ajira.
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni matumizi ya umeme kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi ni muhimu, kwa sababu pia ni umeme ni nishati ambayo ni nishati safi, ni muhimu kwa sababu pia unakupatia kipato, lakini pia unatunza afya yako na vile vile ni rafiki wa mazingira. Lakini pia naweza kusema kwamba pia unapokuwa na umeme basi tunakuwa tunajihakikishia kwamba nchi kama nchi tunakuwa tunaelekea kupata maendeleo, kwa sababu umeme ni moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya nchi, maendeleo ya viwanda na mtu mmoja mmoja kwa ujumla wake. Asante sana Kalinga. Tumekuwa tukishuhudia hivi karibuni baadhi ya wabunifu wanatengeneza magari ya kutumia umeme kwa mfano. Nadhani hiyo ni moja kati ya kuvuka kwenda kwenye nishati safi, kwa sababu mafuta ya dizeli na petroli yanachangia uwepo wa hewa ya ukaa. Sasa kama ambavyo mnawasaidia na kuwapima watu wenye majiko yanayotumia nishati safi ya umeme, ni vipi pia mnafanya vivyo hivyo kwa watu ambao ni wabunifu wa magari yanayotumia umeme au vifaa vingine kama hivyo? Okay, nashukuru kwa swali lako zuri, na pengine kuna aspect ambayo pengine sikuhitaji nilikuwa nazungumzia majiko, kwa maana kwamba tumeanza kuwashirikisha hao suppliers ambao wanaleta bidhaa zao kuja kwa ajili ya kufanyiwa tathmini. Lakini pia kuna aspect ya wenzetu wa TBS kwenda kujiridhisha na kujua kabisa kwamba haya majiko yana miti vigezo zile standards za kifaa husika. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa upande wa magari so far hatujaanza kupata watu ambao wana hiyo interest, lakini sisi kama shirika tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba wanapokuja na magari yao pia tuone namna gani efficiency ya ulaji wa umeme kwenye magari yao, ili pia kwa sababu lengo pia ni kupunguza gharama. Anaweza kusema kwamba bwana nina gari ambalo linatumia umeme lakini efficiency ya hiyo gari lenyewe ikaonekana gharama ni bora atumie mafuta. Kwa hiyo muda ukifika tutakapopata hawa Tanzania au kampuni ambazo zitakuwa zina magari ambayo yanatumia umeme, tutafanya nao kazi. Lengo ni kuwasaidia waweze kutumia nishati ambayo ni salama, itumike, kwa sababu pia italinda afya zao, lakini afya za Watanzania tuliokuwa wengi na mazingira kwa ujumla wake. Nadhani hiyo ni hoja mtambuka sana. Kagusa sehemu bwana Kalinga hapa. Ni hoja mtambuka. Tutaitafutia wakati wake. Ubunifu wa vifaa vya matumizi ya nishati safi na namna ambavyo vigezo vinavyotazamwa na TANESCO. Ndio. Maana sije kwa unatengeneza, nimependa usije kutengeneza tu gari unasema linatumia umeme, kumbe ulaji wake wa umeme ni mkubwa. Hauendi kwenye dhana ya matumizi ya nishati safi ambayo lengo lake ni kupunguza gharama. Sasa wakati tunamaliza hapo Lambert, tunafahamu lengo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndo champion wa masuala haya ya nishati safi ya kupikia. Fikapo mwaka 2034 basi angalau 80% ya Watanzania wameingia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. TANESCO kwenye hizi 80% mpaka sasa tumeshazikata ngapi, na tunatarajia tuwafikie Watanzania wangapi waingie kwenye matumizi ya kutumia nishati hii ya umeme kwenye kupika? Asante, nashukuru kwa swali lako. Lengo ni kwamba kufikia mwaka 2034 80% ya kaya za Watanzania tutumie nishati safi ya kupikia. Na sisi kama TANESCO, shirika ambalo tunajishughulisha na kuzalisha, kusambaza umeme kwa walaji, sisi pia tumejipanga, na ningependa tu nielezee ni kwa namna gani sisi kama shirika tumeanza kuhakikisha kwamba tunaunga mkono jitihada na maono ya Mheshimiwa Rais kufikia azma hiyo ambayo tuko nayo. Kwanza sisi tuko na mradi wetu ambao ni mradi wa kuhamasisha matumizi ya nishati ya umeme kupikia, na kupitia mradi huo tumeweza kutoa kwanza tulizindua program ya upatikanaji wa majiko kwa watumishi wa shirika, ambapo programu hiyo tulizindua tarehe 14 mwezi Agosti mwaka 2025, na tulianza kwa kutoa majiko 1000 ya mkopo, na awamu ya pili ilianza mwezi wa 10 mwaka jana. Tuliweza kutoa majiko 10,000 majiko 4000 ambayo ni majiko ambayo tunatoa kwa mkopo, na watumishi wanakuwa wanalisha kidogo kidogo kupitia makato ya mishahara, na wengine wanakuwa wanalipa cash, tunapatia control number wanaweza kulipa. Lakini hatukuishia hapo, tumeweza kwenda mbali. Tulizindua program inaitwa Connect Umeme Pika kwa Umeme, Connect Umeme Pika kwa Umeme. Hii ni program ambayo ilizinduliwa tarehe 9
mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni program ambayo ililenga kuwaunganisha wateja wapya wa umeme na kuwakopesha majiko. Kwa hiyo utekelezaji wake ulianza tarehe 15 mwezi wa 10, ambapo kwenye mikoa yote ya TANESCO mikoa 32 tuliweza kukopesha majiko 15 kila mkoa. Kwa hiyo ni wastani wa majiko 480. Nini kinatokea? Mteja mpya aliomba kuunganishwa umeme, tulikuwa tunampa elimu na kumhamasisha atumie majiko haya ya umeme. Kwa hiyo tulikuwa tunamkopesha jiko, ambapo utaratibu wake ni kwamba analipa kidogo kidogo. Kwa mwezi minimum amount ni kiasi ya shilingi 12,500 analipa kupitia manunuzi ya luku. Kwa hiyo kama kwa mwezi huo anatakiwa awe na shilingi 12,500 ujumlishe kodi ya pango 1,500, basi anatakiwa kulipa kiasi zaidi ya hicho ili aweze kulipa kodi ya pango, alipe deni la jiko ili pia aweze kupata umeme. Na tunakata mara moja kwa mwezi. Lakini kitu kizuri kwenye hilo, wateja wengi walikuwa wanataka wapunguziwe muda wa kulipa ili alipe kwa haraka. Yes, alipe kwa haraka. Kwa hiyo mwingine anataka alipe miezi 2, miezi 3 au mwezi mmoja. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani jamii yetu ambavyo inahamasika kutumia majiko haya kupikia. Lakini kingine, mkurugenzi wetu mtendaji amekuwa na yeye akishiriki moja kwa moja kwenye uhamasishaji wa kutoa elimu hii ya nishati safi kupikia kwa level ya viongozi. Kwa hiyo naye akiwa kwenye ziara zake anapotembelea kwenye mikoa mbalimbali, amekuwa akikutana na viongozi hawa wilaya na mikoa, wao kupewa elimu, lakini ili hao pia wakawe mabalozi waweze kuhamasisha wananchi ambao wanahudumia katika maeneo yao. Kwa kiasi kikubwa tumeendelea kuwafikia wananchi kwa ajili ya kutoa elimu hii. Sawa, asante sana. Lambert. Bwana, tumalize. Naona wakati wetu pia umekimbia, itabidi tutafute wakati mwingine tuje hapa tuzungumze. Huyu ni ndugu yetu Frederick Kalinga, yupo kwenye upande wa nishati safi ya kupikia Yes, nishati safi ya kupikia. Lakini tulizungumza hapa pia na ndugu yangu Shamu Lamek, kaimu meneja huduma kwa wateja, bila kusahau tulizungumza na mkurugenzi wa usambazaji ndugu Frankie Chambua kutoka hapa Masaki TANESCO Dar es Salaam. Naona ndugu yangu Kalinga kuna jambo kama anataka kumalizia hivi. Kwa hiyo tutampa nafasi ya kumalizia. Bwana, tumalizie hapo. Nashukuru. Jambo kubwa kwa Watanzania kwa ujumla ni kwamba tutunze miundombinu yetu ya umeme. Ndio. Kwa sababu hii miundombinu yetu ya umeme tukiitunza itatusaidia sana kufikia hii azma ambayo tuko nayo ya kutumia nishati safi, aidha kwenye kupikia na kwenye shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Lakini kubwa, tuwe walinzi wa miundombinu yenyewe ambayo tunaiongelea, kwa maana ya kwamba tuwe waaminifu, tusiibe umeme, kwa sababu tunavyoiba umeme tafsiri yake ni kwamba shirika linakosa mapato. Hatuwezi tena kufanya maboresho ambayo mkurugenzi alitoka kuyazungumzia, hivi hawataweza kupata nishati ambayo itakuwa ni endelevu. Kwa hiyo tunahitaji sana watunze miundombinu na wawe wa kweli, wasiibe umeme. Na vile vile kampeni zetu zile za kudai kwa wale ambao hawalipi, niwaambie tu kwamba zitaendelea. Asante. Bana, nitamwachia ili swali ndugu yangu Arnold atamrekodi baadaye kidogo Shamu ili tupate majawabu. Naona watu wengi hapa wameuliza kuhusiana na utaratibu wa pesa inayokatwa kwenye pango. Sababu kuna wapangaji wanalalamika sana. Hizi ni SMS nyingi nilizozikuta. Bwana, mimi ni mpangaji lakini nakatwa pesa ya pango. Tutaongea na bwana Shamu na yeye atatoa maelekezo namna gani mtu anaweza katuma hayo malalamiko pahala husika ili asiendelee kukatwa. Vinginevyo asante sana kutoka hapa TANESCO. Hivi na nyinyi umeme huwa mnakatiwa? Ikitokea kiafya umeme au wanajikatia? Mkurugenzi anataka kuzungumza kwamba tunapofanya matengenezo kama hiyo line yote inaathirika, maana sisi tunaathirika na sisi ni wateja wa TANESCO. Sawa.